ujao, na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati. Milipuko mikubwa imesikika Israel na katika miji mbalimbali ya Ghuba, huku Iran ikifanya mashambulizi kwa siku ya 3 mfululizo dhidi ya nchi kadhaa za eneo hilo zilizo na kambi ya Marekani. Hayo ni wakati Israel na Marekani zikishambulia maeneo tofauti nchini Iran, huku vita vikipanuka leo kwa kauli za ukaidi na kuongezeka kwa vifo na majeruhi. Bruce Amani na taarifa kamili. Iran imeendeleza mashambulizi yake katika eneo la Ghuba kufuatia mashambulizi ya anga kati ya Marekani na Israel. Milipuko imesikika Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama na jiji la Kuwait leo asubuhi. Miundo mbinu ya kiraia katika kanda hiyo imepigwa tangu Jumamosi, vikiwemo viwanja vya ndege, bandari, majengo ya makazi na hoteli. Kiasi ya watu 555 wameuawa nchini Iraq hadi sasa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel, kwa mujibu wa shirika la Hilali Nyekundu la Iran. Zaidi ya miji 130 kote nchini humo imeshambuliwa. Watu 11 wameuawa nchini Israel kulingana na mamlaka nchini humo. Katika Ghuba ya Uajemi, mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yameusukuma mzozo huo katika miji ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijitangaza kama mahali salama pa kikanda. Watu 3 waliripotiwa kuuawa katika Falme za Kiarabu, mmoja huko Kuwait na mwingine Bahrain. Wizara ya ulinzi ya Kuwait imesema ubalozi wa Marekani katika jiji la Kuwait ulishambuliwa, huku ndege kadhaa za kivita za Marekani zikianguka. Imesema marubani walipelekwa hospitali na wako katika hali imara. Wakati mashambulizi yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuwa Washington italipiza kisasi vifo vya wanajeshi 3 wa Marekani waliouawa huko Kuwait. Kwa mara nyingine tena, na wahimiza walinzi wa mapinduzi, polisi ya Iran kuweka chini silaha ili wapate kinga kamili. La sivyo, watakabiliwa na kifo kwa hakika. Kitakuwa kifo cha uhakika. Hakitakuwa kizuri. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea nchini Iran, huku afisa mwandamizi wa Iran kuhusu usalama Ali Larijani akiapa kuwa hawatofanya mazungumzo na Marekani. Walichofanya kupitia hatua yao ya ukandamizaji dhidi ya uongozi wa Iran kimewakasirisha watu kiasi kwamba hawatawahi kufikia malengo yao. Watu wa Iran hawataruhusu mgawanyiko. Upendo kwa Iran ni wa asili kwa Wairani, si kitu cha juu. Israel na Marekani zilishambulia vituo vya makombora vya Iran na kulenga jeshi lake la wanamaji, zikidai kuharibu makao yake makuu na meli nyingi za kivita. Nchini Iraq, wanamgambo wanaoiunga mkono Iran wa Saraya Alwiya Al-Dam wamedai kuhusika na shambulio la ndege zisizo na rubani zilizolenga wanajeshi wa Marekani katika uwanja wa ndege wa Baghdad, siku moja baada ya kusema kwamba walishambulia kambi ya Marekani katika mji wa Erbil upande wa kaskazini. Na Cyprus imesema shambulio la droni lililenga kambi ya Uingereza katika taifa hilo la kisiwa cha Mediterania. Huku mashambulizi dhidi ya Iran yakiendelea, Hezbollah imesema ilirusha makombora kutoka Lebanon hadi Israel mapema leo Jumatatu kujibu mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na mashambulizi yanayofanywa na Israel. Israel ilijibu kwa kuishambulia Lebanon na kuwaua watu wasiopungua 31 na kuwajeruhi wengine 149 kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon. Naam, tunasalia kwenye suala hilo hilo msikilizaji. Vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinazidi kusambaa kwenye eneo zima la Ghuba ya Uajemi, sio tu kwa Tehran kushambulia vituo vya kijeshi na maslahi ya Marekani kwenye mataifa jirani ya Ghuba, bali pia kwa makundi ya wanamgambo wanaoiunga mkono jamhuri hiyo ya Kiislamu kujiunga rasmi na vita hivyo. Mohamed Khalef amezungumza na mchambuzi wetu Ibrahim Rabi ambaye kwa sasa yuko nchini Oman kuhusu kile kinachoendelea hivi sasa katika ukanda huo. Tumeona kuwa Hezbollah ni rasmi walitangaza jana kujiunga na operation ambayo ilianza kwa kurusha makombora upande wa pili wa Israeli, na Israeli ikafanya mashambulizi makubwa kusini mwa Lebanoni, huku ikitangaza watu kuondoka katika miji 58 iondolewe watu. Kwa siku ya leo tumeona mashambulizi mapya yamepiga kwenye refinery ya Aramco kule Saudi Arabia, ambapo hakuna taarifa kuwa waliohusika moja kwa moja je ni Irani au ni Wakurdi ambao hawajathibitisha bado ni nani aliyefanya mashambulizi. Lakini mashambulizi makali kabisa, mfano kwa siku ya leo, yameelekea zaidi Kuwait. Naona mashambulizi mengi yameelekea Kuwait. Jana mashambulizi mengi yalikuwa Bahrain na Dubai pamoja na Abu Dhabi. Lakini leo tumeona Ras Al Khaimah pia kule Falme za Kiarabu imeshambuliwa pia. Na mtu angejiuliza, na bila shaka swala linaulizwa kwamba kwa nini Iran
inaelekeza mashambulizi yake katika mataifa haya ya Ghuba. Baadhi ya mataifa ya Ghuba kama Qatar kwa mfano, au kama hata Oman, nchi ambayo hivi sasa ni marafiki zake, ni watu ambao wamekuwa wakistahamiliana katika ujirani wao. Kwa nini imekuwa hivi? Ukitazama interview aliyoifanya waziri wa mambo ya nje wa Irani jana, Abbas Araghchi, wakati anaelezea mashambulizi ya kuvuka na kwenda kwenye nchi jirani, nadhani nchi mbili zilikuwa akizizungumza kwa kuumia nafsi yake. Unamuona kuwa kabisa kuwa hakuwa anataka nchi ya Omani pamoja na Qatar. Alikuwa anasema tumejaribu kuzungumza na wenzetu katika hizo nchi ili waweze kutuelewa kwa nini sisi tunagusa hizo nchi. Hatuna uadui wowote, hawa ni ndugu zetu, ni majirani zetu ambao tunaishi nao vizuri sana, lakini kuna tishio linalotuathiri sisi kwa upande wetu ambao lipo kwao. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kulitoa, lakini tumewathibitishia kuwa sisi hatulengi yoyote katika nchi hizo. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa alikuwa anajaribu kuwaelewesha kwa nini Irani imeamua kushambulia nchi hizi. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna baadhi ya nchi zinaelewa sababu ya Irani kushambulia kwenye nchi zao, na ndio maana zimeamua kukaa kimya, licha kuwa jana kulikuwepo na tamko lililotolewa kwa pamoja kati ya Marekani na nchi za Ghuba zilizoshambuliwa kasoro Omani. Muhimu sana umetaja hilo, kwa sababu tamko la jana limesema kwamba zinachukua haki yake ya kujilinda zitakaposhambuliwa, na kwamba kama Iran haikuacha wanachoita uchokozi wake, basi wanaweza kwenda hatua kubwa zaidi. Hii inamaanisha kwamba tutarajie muungano wa kijeshi wa mataifa ya Ghuba dhidi ya dola ya Iran unakuja. Nimeona kuna mkutano wa GCC ambao utafanyika hapo baadaye wa dharura, lakini naona kama mkutano wa Arab League bado haujawa confirm kama unaitishwa, kuwa nini kinaweza kutokea. Sitarajii wala sitegemei kuona kuwa hizi nchi zinaweza zikaungana dhidi ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, kwa sababu wanajua kuwa watasababisha mengi zaidi, watachochea zaidi. Unajua mfano Irani, mashambulizi yaliyopiga jana UAE, wametoa ripoti kuwa walikuwa wameusambaza mfumo wa ulinzi wa Kimarekani wa THAAD ambao ulikuwa kule, lakini usisahau kuwa rada ambayo ilikuwa ikitumiwa na vikosi vya Marekani kule kwenye kambi ya Al-Udeid Qatar pia na yenyewe ilisambaratishwa. Lakini taarifa ya jana Irani walisema kuwa walikuwa wamepiga pia rada nyingine ya Kimarekani ambayo ilikuwa kule Abu Dhabi, na kusudia kusema kuwa nchi za Kiarabu ambazo Irani amekuwa akishambulia hazina mifumo ya ulinzi ambayo inaweza ikalingana na mifumo ya ulinzi ya Israeli. Kwa hiyo kama watajiingiza moja kwa moja kwenye mzozo huu, nadhani athari zaidi itakuwa kwao, kwa sababu kwanza wapo karibu, alafu hawana uwezo wa kujilinda dhidi ya makombora makali ya Irani. Nam ni mwenzangu huyo Mohamed Khalif alipozungumza na mchambuzi wetu Ibrahim Rahbi, na tunasalia bado katika swala hilo, lakini kwa sasa tuelekee Afrika. Viongozi wa bara la Afrika wameungana na Umoja wa Afrika kulaani vita vinavyoendelezwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, wakitaka visitishwe mara moja. Viongozi hao wameonya kuwa kuenea kwa mzozo huo katika mataifa mengi ya kanda kunahatarisha kwa kiasi kikubwa amani na usalama wa mataifa pamoja na uchumi wa bara hilo. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo. Ni dhahiri kuwa kuenea kwa mzozo huu katika mataifa ya kanda kunaleta tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, ilisema sehemu ya taarifa ya Rais Ruto. Ruto alisisitiza umuhimu wa taasisi za kimataifa zilizopo katika kushughulikia mgogoro huo, akisema kuwa mifumo ya muda mrefu ya ushirikiano wa kimataifa bado ni muhimu katika kutafuta mvutano na uzidi kuongezeka. Katika wakati huu muhimu na hatari katika historia ya dunia, taasisi za muda mrefu za ushirikiano wa kimataifa bado ni mfumo muhimu katika kutafuta suluhu ya mgogoro wa sasa Mashariki ya Kati, ilisomeka katika taarifa hiyo. In line with the Africa Union and United Nations. Kwa mujibu wa maamuzi ya Umoja wa Afrika, tunaitisha ukomeshaji wa vita hivyo kulingana na haki za kimataifa za binadamu, international humanitarian law. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza kuwa pande zote zinapaswa kutumia tahadhari na kuzingatia sheria za kimataifa. Vyombo vya habari vya Nigeria vimeripoti kuwa hali ya kuyumba kwa soko la mafuta duniani inachochea hofu juu ya mfumuko wa bei ya nishati na hatari kwa bei za ndani, licha ya juhudi za Nigeria za kuongeza uchimbaji na usindikaji wa mafuta ndani ya nchi. Nayo serikali ya kijeshi ya Sudan imelaani kwa nguvu mashambulizi hayo na yasiyo halali ya Iran dhidi ya Saudi Arabia na kuunga mkono haki ya Riyadh, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Sudan. Kwa upande mwingine, Somalia ilikanusha taarifa kuwa inaunga mkono Iran, huko Rais Hassan Sheikh Mohamed akifanya mawasiliano na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akisisitiza uungaji mkono kwa uhuru na mipaka ya Qatar. Somaliland pia ililaani mashambulizi ya Iran ikisema hayana sababu
sababu na yanaathiri amani na utulivu wa kanda. Jumuiya ya Afrika imetoa wito wa kujizuia kutokana na hofu ya mzozo mkubwa unaoweza kuathiri amani ya dunia, chakula, nishati na uchumi wa bara. Musalia Mudavadi ni waziri wa masuala ya kigeni nchini Kenya. We can only hope and pray and urge. Tunaweza kuomba, kutaraji na kuhimiza kama Wakenya kwamba vita hivi vipya vinaweza kuhitimishwa haraka iwezekanavyo. Tunaiomba jamii ya kimataifa kuhakikisha kuwa mgogoro huu unapata ufumbuzi wa haraka. To ensure that what has been sparked off today comes to a quick resolution. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tuko Mombasa kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook, tafuta DW Kiswahili na toa maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao, na tunasonga mbele kwenye safari uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Tutazame mzozo mwingine. Wakati mapigano kati ya Pakistan na Afghanistan yakiingia siku yake ya 4, utawala wa Afghanistan umezuia jaribio la mashambulizi ya angani dhidi ya kituo cha jeshi la anga la Bagram kilichokuwa cha Marekani kaskazini mwa mji wa Kabul. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Mvutano huo umeingia siku ya 4 huku serikali ya Afghanistan ikisema imefanikiwa kuzuia jaribio la mashambulizi ya anga dhidi ya kituo cha kijeshi cha Bagram kaskazini mwa mji mkuu Kabul. Mapigano haya yanatajwa kuwa makali zaidi katika miaka ya karibuni, na Pakistan imetangaza kuwa iko katika vita vya wazi na jirani yake. Kwa mujibu wa maafisa wa Afghanistan, ndege za kivita za Pakistan ziliingia katika anga ya nchi hiyo mapema alfajiri na kujaribu kushambulia Bagram, iliyokuwa kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani nchini humo kabla ya kuondoka mwaka 2021. Vikosi vya Afghanistan vilisema vilijibu kwa kutumia mifumo ya makombora ya kujihami na kufanikiwa kuzuia shambulio hilo. Wakazi wa maeneo ya mpakani pamoja na mji wa Kabul wameripoti milipuko na mashambulizi ya anga, huku serikali ya Taliban ikisema ndege za Pakistan zililengwa kwa moto wa kujihami. Hata hivyo, Pakistan haijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya jaribio hilo la kushambulia Bagram. Mapigano haya yalianza Alhamis usiku baada ya Afghanistan kuzindua mashambulizi ya mpakani, ikisema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Pakistan yaliyoua raia wiki iliyopita. Pakistan inadai ililenga wanamgambo wa Tehrik-i-Taliban Pakistan, lakini Kabul inasema waliouawa walikuwa ni raia wasio na hatia. Kila upande unadai kuwaua mamia ya wanajeshi wa upande mwingine, huku idadi ya waliokufa ikitofautiana na kuwa vigumu kuthibitishwa kwa njia huru. Pakistan imesema imelenga maeneo 46 ndani ya Afghanistan kwa mashambulizi ya anga na kuharibu vituo kadhaa vya kijeshi. Kwa upande wake, Afghanistan inasema imeangusha droni za Pakistan na kuteka vituo kadhaa vya kijeshi mpakani. Raia ndio wanaoathirika zaidi na mapigano hayo. Katika jimbo la Kunar, familia moja imepoteza kijana wao mwenye umri wa miaka 18. Mmoja kati ya kaka zangu ameuawa kama shahidi wa kidini, na hii hapa picha yake. Ni miezi 6 tu tangu alipofanya harusi yake. Mapigano yalipoanza, tulimwambia aondoke eneo hilo aje aishi na sisi. Sisi tuliondoka mashambulizi yalipoanza. Aliuawa jirani na msikiti alipokuwa akijaribu kuondoka. Watu wengi katika kijiji hicho waliuawa. Maafisa wa eneo hilo wanasema mashambulizi yamelenga hata makazi ya raia. Farid Dekhan ni msemaji wa polisi wa mkoa wa Kunar. Katika muda wa saa 24 zilizopita, matokeo ya mashambulizi ya utawala wa Pakistani yaliyowalenga raia ni kwamba watu 28 wameuawa au kujeruhiwa. Miongoni mwao 15 waliuawa, 13 wakajeruhiwa, wakiwemo wanawake na watoto. Hali ya usalama mpakani inaendelea kuwa tete, huku jumuiya ya kimataifa ikihofia kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kufungua mwanya kwa makundi ya wanamgambo kurejea na kuzidisha machafuko katika eneo hilo nyeti. Nam ni Lubega huyo, na yanayojiri huko katika mzozo kati ya Pakistan na Afghanistan. Na sasa turejee tena hapa barani Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake imevuka msimu mgumu zaidi wa baridi kali licha ya mashambulizi makali ya Urusi iliyoilenga kila wakati miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Kiongozi huyo amewasifu raia wa nchi hiyo kwa ustahimilivu na kuwarai kuendelea kuwa macho kwa sababu Urusi inapanga kufanya mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Katika hotuba yake kila siku kwa taifa, Rais Zelensky amesema umma wa Ukraine umefanikiwa kuvuka msimu wa 4 wa baridi kali ukiwa vitani,
licha ya hujuma nzito za makombora na droni kutoka Urusi zilizolenga kuisambaratisha miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Ameutaja msimu huu ulioanza Novemba mwaka jana kuwa mgumu zaidi tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Amesema kwa karibu miezi mitatu iliyopita, Moscow ilipambana kuiharibu Ukraine na watu wake katikati mwa baridi kali ya chini ya nyuzi joto 0, lakini raia wa taifa hilo walisimama imara bila kuyumbishwa. Amewapongeza raia wote kwa uvumilivu na kuwasifu wanajeshi, wafanyakazi wa sekta ya nishati, watoa huduma za dharura wakati wa kipindi kigumu. Hotuba yake ameitoa wakati wa kuanza rasmi kwa msimu wa machipuko unaoashiria kufikia mwisho kwa msimu wa baridi. Desemba 6 mwaka jana, Urusi ilishambulia zaidi ya maeneo 70 katika mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ndani ya ardhi ya Ukraine. Iliendelea kufanya mashambulizi ya kila wakati ikivilenga vituo vya nishati wakati wa kipindi chote cha msimu wa baridi. Pamoja na pongezi, Rais Zelensky amesema taarifa za kiintelijensia zinaonyesha Urusi inaandaa wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya miundombinu, lakini ameahidi utayari wa kujilinda, hususan kwa kutumia mifumo ya kudungua droni na makombora. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими і надалі. Tunafahamu Warusi hawana dhamira kuacha mashambulizi yao. Hilo ni dhahiri. Wanaandaa mashambulizi mapya kuilenga miundombinu. Taarifa za kijasusi zinaonyesha hilo. Kwa hiyo, kila mmoja ambaye kazi yake ni kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi lazima aendelee kuwa makini msimu huu wa machipuko kama walivyofanya msimu wa baridi. Kila kitisho lazima kidhibitiwe na hujuma za Urusi lazima zizuiwe kwa kadri inavyowezekana. Katika hotuba yake hiyo, Zelensky pia alizungumzia mzozo wa kijeshi unaoendelea Mashariki ya Kati, akisema anafuatilia kwa karibu kinachojiri kupitia washirika wa nchi yake. Amesisitiza kuwa mwisho wa siku haki itatamalaki, huku akiitolea mwito Urusi kuvimaliza vita nchini Ukraine kupitia njia ya kidiplomasia. Mnamo mwishoni mwa wiki iliyopita, Urusi ilisema matayarisho yanaendelea kwa duru nyingine ya mazungumzo ya pande tatu, kwa maana ya Urusi, Marekani na Ukraine, ili kutafuta mkataba wa amani utakaomaliza vita. Msemaji wa ikulu ya Urusi, Kremlin, Dmitry Peskov, alisema ingawa msimamo wa Ukraine haujabadilika, Moscow imedhamiria kuendelea kushiriki mazungumzo hayo na itatoa taarifa rasmi pale tarehe mpya mikutano itakapoafikiwa.